Katika kumbukumbu ya miaka 45 tangu kuanzishwa kwa kampuni ya Bumaco Insurance Company Limited tawi la Mtwara, imeadhimisha siku hiyo kwa kutoa msaada katika kituo cha kulelea watoto wenye mahitaji maalum cha Upendo Rehabilitation Center na kutoa zawadi kwa mawakala na wateja wao mkoani Mtwara. Akizungumza mara baada ya tukio hilo, afisa mkuu wa operesheni ya kampuni ya Bumaco Aluseta Tarimo amesema jamii inatakiwa kuwa na upendo na kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum, huku meneja wa kampuni hiyo tawi la Mtwara Glory Uronu akieleza gharama zilizotumika katika tukio hilo na mikakati waliojiwekea. Kila mwanadamu anayeachiliwa na Mungu kuja katika hii dunia amebeba kusudi la Mungu, tena kubwa tu, na yamkini hata katikati ya watoto hawa kuna makusudi mema ya Mungu makubwa ndani yao. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya founder, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wafanyakazi wote. Tutaendelea kuwaombea. Hatuna kitu kikubwa tumekuja nacho, lakini tuseme upendo ndio umetuleta. Tunachotamani kuona ni Mungu akiendelea kuwastawisha sana, akiendelea kuwatengemeza, akiendelea kuwaponya, na tunajua iko siku tena tutapata ripoti kwamba kuna wengine tena ameenda stage nyingine. Bumaco kwa ujumla bado tutarudi kwa neema ya Mungu. Watoto, Mungu anawapenda. Mungu aendelee kuwalinda, aendelee kuwakuza, mkue katika hekima na kimo, mkimpendeza yeye na wanadamu. Leo tumekuwa na wakati mzuri ambao tulikuwa na warsha kwa ajili ya kuwapongeza mawakala wetu na kwa ajili ya kutoa mipango mikakati kwa ajili ya mwaka mwingine ambao tumeuanza 2026. Tumeona pia kama Bumaco kwa kuwa tunaendelea kutoa huduma kwa jamii, na tukaona ni vyema basi tuweze kuja katika kituo cha Upendo Rehabilitation Center kwa ajili ya kurudisha tabasamu na kwa ajili ya kuja kurudisha katika jamii kile ambacho tumeweza kupokea kutoka kwa jamii. Kwa hapa kituoni tumeweza kutoa vitu vya thamani ya shilingi 400,000 ambavyo tumeweza kutoa sukari, tumeweza kutoa unga wa ngano, tumetoa mchele, tumetoa sabuni pamoja na unga wa lishe na unga wa mahindi. Kwa jamii, kwa jinsi na kwa kadiri ambavyo tunaendelea kuishi na tumeagizwa upendo katika imani zetu zote, haijalishi kwamba ni Waislamu au ni Wakristo. Mungu anapenda tupendane, na mimi ninaiasa jamii au ninashauri kwamba wakipata muda au Mungu akiwabariki kwa namna moja ama nyingine, basi waone namna ya kuweza kutembelea vituo kama hivi kwa ajili ya kuja kuwaunga mkono wale ambao wameweza kuwa na maono ya kuweza kuwahudumia watoto wa namna hii au watoto wa namna nyingine yoyote ambao wana uhitaji. Aidha, baadhi ya viongozi walioshiriki warsha hiyo akiwepo mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mtwara, kamishna msaidizi wa polisi ACP Emilian Kamuhanda, afisa kutoka LATRA William Gaya na Eunice Kiomo ambaye ni mmiliki wa shule binafsi na viongozi wengine wamepongeza kampuni hiyo kwa kuwakumbuka wahitaji na kuwataka kuendelea kuhudumia jamii kwa kuzingatia sheria. Tumekuwa tukitoa elimu kwa watumiaji wa vyombo vya moto, mimi nitaongelea vyombo vya moto, lakini pale ambapo tunatakiwa kutoa msaada wote ule tumekuwa tukifanya hivyo, maana ni jukumu letu la msingi kwa ajili ya kuona kwamba wahanga wa hizi ajali wanapata haki zao kadiri inavyotakiwa, lakini wasifike huko tuweze kuzuia zaidi matukio kama hayo. Lakini nashauri kwamba tuongeze nguvu katika utoaji wa elimu. Kama wahusika wa vyombo vya moto wakiwa na elimu ya kutosha, nina imani ajali hazitatokea kwa kiasi kile, na kama tukiweza kusevu katika kudhibiti ajali, bila shaka kampuni haitaingia gharama kubwa kwa ajili ya fidia kwa wale wahanga. Pia sisi kama LATRA tumeleta fursa. Mwaka 2024 tulitunga kanuni ya kuwasajili mawakala wa kukata leseni za pikipiki na bajaji. Na kama mnavyojua jamaa wako wengi kweli, sisi wenyewe tumeshindwa kuangalia. Kwa hiyo tumetoa fursa hiyo kwa makampuni binafsi kuwa mawakala wetu, na kwa hapa Mtwara tunaye mmoja tu. Kwa mawakala au Bumaco kama kampuni, mnaweza mkakaribia ofisini kwetu mkaona namna ya kuitumia fursa hii. Ninasema nilikuwa
sehemu nyingine kupata huduma, lakini baada ya vijana wa Bumako kuwasiliana na mimi nilihamia Bumako na sijawahi kujuta. Kwa hivyo naamini hata wateja wenzangu furaha ninayoipata naamini wote wanaipata. Changamoto hazikosekani kwa sababu sisi ni binadamu. Ninashukuru sana kwa ajili ya Bumako, lakini zaidi ya yote Bumako ni familia yangu. Nao baadhi ya wanufaika wa msaada huo akiwepo Mohamed Abdallah Mohamed ameipongeza kampuni hiyo kwa kuwapatia msaada, huku mtoto analelewa katika kituo hicho Selim Rashidi akifanya maombi kwa ajili yao. Nitoe neno la shukrani kwa watu wa Bumako kuja kituoni kwetu kutusapoti, kutupa msaada mbalimbali ambao tulikuwa na uhitaji nao. Napenda kutoa wito kwa jamii kama ilivyokuwa kauli mbiu yetu ya kituo ya kwamba disability is not inability. Mimi mwenyewe Mohamed ni kijana mwenye ulemavu, lakini leo hii nimeshakuwa qualified on Bachelor of Sociology ya chuo kikuu. Kwa maana nitoe wito kwa jamii kwamba kuwa na mtoto mwenye ulemavu sio sababu ya kumtenga au kumnyanyasa. Hapana, watu wenye ulemavu wanaweza endapo wakiwezeshwa. Amen. Asifiwe sana. Amen. Tukuombeeni kwanza. Mimi wageni wakija ndo tunawaombea kama hivi. Tutaenda kufumba macho. Yesu Kristo, ninawapeleka mikononi mwako. Waokoe watawa. Wanaenda kuondoka. Wafike salama. Waokoe kwa jina la Yesu. Mapepo, mikosi, maajali, toka kwa jina la Yesu. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.